Je, na wewe umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanashangaa na wanajiuliza maswali kama mimi tunavyojiuliza maswali kila siku? Kwa nini watu wengi wa kiroho ambao wana umakini sana mambo ya Mungu, wengi ni maskini wa kipato? Ni kweli kwamba ili uweze kufanikiwa kiuchumi lazima uwe na connection za kishetani na vitu vya kishirikina. Wanasema yule jamaa alikuwa mtu maskini, ghafla ametajirika. Kuna kitu hapo, kuna kitu hapo. Unafahamu mambo watu tunaongea mtaani. Je, lazima iwe hivyo? Sasa nina habari njema sana. Leo katika Patakatifu Media tunavunja huu mwiko. Inawezekana kabisa ukawa mtu wa kiroho sana. Ukawa mtu wa kiroho sana. Alafu ukawa tajiri sana. Tena tajiri wa mambo makubwa makubwa. Inawezekana kabisa. Na mimi kama mwalimu wa neno la Mungu nitakuwa mchoyo sana nisipogusa hadi haya maeneo. Kuna watu tutawakosa mbinguni kwa kudhani ya kwamba kuwa na fedha ni shida. Kimsingi, tajiri wa kwanza kuandikwa katika maandiko matakatifu, ukiacha Adamu na Eva, alikuwa matajiri sana, alikuwa ni Ibrahim. Ibrahim was very rich. Lakini Ibrahim alikuwa ni God fearing man. Alimpenda Mungu sana. Kwa leo tunakwenda kwa mambo matano. Mungu ninakuomba tusaidie kuyaelewa haya mambo, na wale wanaopenda Bwana wasaidie wakafanikishe safari yao ya kuwa wacha Mungu, lakini ni wacha Mungu ambao wamefanikiwa kifedha, kimiradi na kiuchumi, na kuingia mbinguni wakiwa wamegusa maisha ya watu wengi sana katika jina la Yesu. Amen. Sasa ziko siri 5 zenye vyanzo vya kimaandiko vya kumiliki uchumi, wakati huo huo ukawa bado ni mtu wa kiroho tu, mtu safi, mcha Mungu, unasali, unafunga, unahubiri, unaomba, unatia moyo watu, unakuwa ni kiongozi wa kanisa. Na kwani kabla sisema siri za kwanza, niseme vitu vikubwa kitu kimoja. Money is spiritual. Mtu mmoja Rabbi Daniel Rapin, huyu anasema fedha ni kitu cha kiroho. Kwa sababu fedha sio kitu cha kugusika. Yaani fedha si hizi karatasi, noti au miamala. Fedha ni spiritual, maana yake ni kitu ambacho kigusiki. Sasa kwenye spiritual, kwenye ukiroho, kuna ukiroho wa Mungu na kuna ukiroho wa shetani. Kama uspirituality, ukiroho wako ni wa katika mtazamo wako wa kifedha, wa kiroho ni ukiroho ule wa kishetani au wa kidunia, hatari ambayo inakukabili ni hizo fedha zinaweza zikageuka zikawa ni chombo au vehicle au chombo cha moto kilichobeba maisha yako kuenda kumwaga katika moto, ziwa la moto lile ambalo itawashwa na Yesu na kibiriti, afu kwa umepoteza tuna direction. Lakini mtazamo wako wa kiroho wa fedha ukiwa ni ule wa kimungu, zinaweza zikawa ni chombo kitakacho kurahisisha sana safari yako ya kuingia mbinguni, tena ukiwa umesababisha wengine wengi sana wasiomjua Mungu nao wakaingia mbinguni. Kwa naomba unielewe vizuri katika hili neno ambalo nakwenda kulisoma siku ya leo. Sasa siri ya kwanza ni vyanzo vingi vya mapato. Vyanzo vingi vya mapato. Hapa patakatifu tunasema God is a God of plenty. Mungu ni Mungu wa vingi. Baba yako wa kiroho Ibrahim alikuwa ni tajiri wa fedha, dhahabu, mifugo. Na mifugo hii kuna ng'ombe, kuna kondoo, ngamia, yani varieties. Hata baba yako ule aitwa Ayubu, na ardhi. Kwa hiyo alikuwa ana vyanzo vingi. Moja ya siri ya uchumi ambao utasababisha uwe wa kiroho na unamiliki na uchumi bora, lazima uwe na vyanzo vingi. Katika somo la tunajifunza kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 1, wa 2 na wa 6. Tupa chakula chako usoni pa maji,
maana utakiona baada ya siku nyingi. Wagawie sehemu watu 7 hata 4, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. 6, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usizuie mkono wako. Sasa hapa kuna kanuni. Hasemi asubuhi panda mbegu yako, anasema asubuhi panda mbegu zako, manake ni nyingi. Alafu anasema wagawie sehemu watu 7. Hapa anataka kutupa kanuni gani? Katika uchumi wa kisasa wa kichamungu, kutegemea chanzo kimoja cha mapato au kama ni mshahara peke yake ni hatari kiroho na kimwili. Biblia haisemi popote kwanza uwe na chanzo kimoja cha mapato na ulizike, au utegemea mshahara tu afu uliziki hapo hapo, bali katika Mhubiri 11:2 wagawie sehemu 7, naam hata 8. Tafsiri nyingine nasema hivyo. Maanake hii ni kanuni ya kwanza ya ulinzi wa kifedha, inaitwa economic diversification, kugawa katika makundi mbalimbali. Unawekeza hapa kwenye masoko ya fedha, unawekeza kwenye kilimo, mshahara, unawekeza kwenye uwekezaji wa teknolojia, kwa kadiri mbegu ambazo Mungu amekupa. Panda madini, kuchimba, yani panda masokoni, wekeza mtaji kwenye biashara za watu, faida wakipata na ona share kidogo. Hii kitu ni biblical, hii kitu ni spiritual, ni kitu cha kiroho. Tuna umaskini mwingi, lakini ambao unapigwa marufuku hapa. Mwingine ni maskini kwa sababu alipoishi mafuriko alifagia vitu vyote huko, hana ng'oko. Kuna mwingine kwa sababu ni baa la njaa. Haya ni mambo ya nje yanayomletea umaskini. Lakini hapo inapigwa marufuku mambo ya ndani ya mtu yanayoleta umaskini, kwamba Mungu hajatuitia umaskini unaotokana na uzembe wa kufikiri. Alitupa akili ili tugundue fursa mbalimbali. Usibweteke na chanzo kimoja, tumia vipaji vyote ulivyopewa, maana mkono wa Mungu unabariki kile ulichoanzisha, sio kile unachoota ukiwa umekaa kitandani. Mkono wa Mungu unabariki kile ambacho umekianzisha, sio kile ambacho una brainstorm kichwani. Toka huku kichwani haraka, weka kwenye vitendo, anzisha. Kama chanzo cha mapato ni kimoja pekee, uko kwenye hatua moja kutoka kwenye umaskini. Harakati zako za kuvuka mnyororo wa thamani wa umaskini zinatupa hili wazo. Kama unategemea kipato kwenye chanzo kimoja, tuko kwenye hatua ya kwanza kabisa ya kutoka kwenye umaskini. Maanake ukiteleza kidogo, wewe unaenda kwenye maskini wa kutupwa. Biblia ilituonya kuhusu hili kabla hata wataalamu wa uchumi kuanza kufundisha uwekezaji. Katika karne hii ya miaka 2000 na kuelekea huku tulipo sasa 2026, kumekuwa na vuguvugu kubwa la wanaharakati wa kiuchumi, hadi Bank of Tanzania BOT wanatoa leseni ya watu kufundisha masomo ya kifedha ili wapate kuwatia watu dawa na akili katika namna ya kumiliki uchumi. Biblia imeshafundisha vitu siku nyingi sana. Ucha Mungu sio kisingizio cha kutokuwa na miradi au miradi mbadala wa kile ambacho unakipata kimoja cha kwanza. Ni hekima ya kugawa mawazo na idea ambazo Mungu amekupa kwa umakini sana. Mungu anabariki kazi za mikono na sio kazi ya mkono mmoja. Kwa anaposema kazi za mikono, maana yake ni nyingi. Kwa hapa tumezungumzia diversification, kuwa na vitu vingi unavyovifanya ili kimoja kikifeli kingine kinakusupport.
ni hatua ya kutoka katika dimbwi na uzito wa umaskini. Hoja ya pili, hii tunaita akili ya soko na thamani ya huduma. Watu wengi wamewekeza kwenye biashara, watu wengi wamewekeza kwenye utumishi, kwenye ajira zao, watu wengi wamewekeza kwenye utafutaji, lakini hawajawekeza kwenye wao kujiongezea thamani. Watu hawalipwi kwa muda wanaotumia kazini, watu wanalipwa kwa thamani wanayoitoa wanapokuwa kazini, wanapokuwa kwenye marketplace. Mithali 22 mstari wa 29 nasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Dunia haikupi fedha kwa sababu wewe ni mlokole. Dunia haitakulipa kwa sababu wewe ni msabato. Wewe ni mkatoliki kwelikweli, uelewi. Wewe ni KKT uliyeshindikana sugu. KKT inakupa pesa kwa sababu umetatua tatizo la mtu mwingine. Tunaposema umemwona mtu mwenye bidii, sasa bidii sio tu kwenye kujituma kufanya unachokifanya, ni kwenye kujituma kuraise standard ya uwezo wako wa kutoa thamani ya kile ambacho unakifanya, kutoa huduma kwa wale ambao unawahudumia. Watu wengi wanatafuta pesa, lakini pesa, nasema kwa maandiko leo tunajifunza, ni reward, ni zawadi ya kile ambacho ulikitoa sokoni. Ndio maana watu wanakuwa matapeli, wajanja, mawinga, ujanja, kwa sababu hawako tayari kutoa thamani, wanatafuta njia za mkato. Sasa Biblia inasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Atasimama mbele ya wafalme. Hapa wafalme ni watu wenye rasilimali, watu wenye vitu, wateja wakubwa. Kama unataka kuvuta rasilimali, lazima uongeze ubora, competence yako, ubora wako uongezeke. Ubora wako ukiongezeka, utasimama mbele ya wafalme, watu wenye kumiliki vitu, Wachina wenye miradi, Waarabu wenye mawazo na mitaji, Waafrika watu wenye vitu. Utakuwa na uwezo wa kusimama katikati. Utaingia kwenye meetings na watu wa maana wenye vitu vingi, kwa sababu umewekeza kwenye bidii ya competence, ubora na kutoa thamani katika maisha yako. Kila Mkristo anapaswa kuwa mfanyakazi bora katika fani yake. Uaminifu wako kwenye mahali ambapo upo na ubora wa huduma unaoitoa mahali hapo ndio mahubiri ya kwanza ya Ukristo wako. Acha kupelekea watu vitabu kabla hujahubiri hivi vitu viwili vya msingi. Acha kualika watu kanisani, acha kuwasomea tu mafungu kabla haujawaonyesha utimamu na ubora wa huduma unayoitoa na kiwango cha juu cha uadilifu. Hiki ndo kitangulie, haya mengine watayataka wenyewe. Usiombe muujiza wa pesa mahali ambapo unahitaji ujuzi au skills na bidii. Kuna mahali pengine hatutegemei uombe Mungu nifanyie muujiza wa kipesa. Umepewa skills ya ujuzi, changanya na bidii, pesa ni matokeo. Hatulipi kwa muda uliotumia kazini, unalipwa kwa thamani unayoleta katika muda huo. Tafiti ulifanyika, watu wengi wanaokaa kazi maofisini, unakuta katika masaa 8 muda unaotoa thamani kwenye eneo la kazi hauzidi masaa 2. Muda mwingine atakuwa anatumia kwa ajili ya kula, kutafuna vitu, kuchati, story na mwaka. Ukitatua matatizo ya watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, dunia itakulipa kwa ajili ya manufaa yake. Umaskini mwingi wetu sisi watu wa dini ni matokeo ya kutoa huduma mbovu ambayo haina competence wala ubora, kwa kisingizio cha kujificha kwenye kichaka cha mambo ya dini. Amka, fanya kazi kwa kiwango cha kimataifa, kwa ubora wa kimataifa, kwa maana Mungu wako ni bora. Kipato chako, business zako, mifumo yako ikichanganywa na Roho Mtakatifu itatoa suluhisho
ambalo soko haliwezi kulipuuza. Hauwezi kuwa mtu wa kupuuzwa. Hoja ya tatu ni nidhamu ya mtiririko wa fedha. Nidhamu ya mtiririko wa fedha. Kitabu cha Mithali 21 mstari wa 20. Kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima. Kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Mithali inatuambia kuwa mwenye hekima ana akiba ya mafuta, lakini mpumbavu huyameza. Shinikizo la mtandao ya kijamii. Kuna shinikizo kubwa sana la mitandao ya kijamii. Inashinikiza watu wengi waanze kufanya matumizi kwa ajili ya muonekano wa kifedha, kwa ajili ya muonekano naye yuko vizuri, ili jamii kwenye mitandao kule sikuone umepoa poa sana, umeferiferi sana. Nidhamu ya fedha ni miongoni mwa tunda la Roho. Wagalatia 6:6 na kuendelea. Self control, kujizuia, ni tunda la Roho. Kujizuia katika matumizi ambayo yana ulazima. Tunasema mpumbavu ana meza vyote, lakini mwenye hekima ana akiba ya mafuta. Maana mafuta yana uwezo kuignite, kufanya kitu kikaendelea tena zaidi na kikakua zaidi. Nidhamu katika matumizi ya fedha zako ni sehemu ya ibada. Wengi wanashindwa kumtolea Mungu na kusaidia wahitaji, si kwa sababu hawana kipato. Watu wengi tunashindwa kutoa, tunashindwa kusaidia wahitaji, tunashindwa kusapoti project za kimungu, si kwa sababu hatuna fedha, bali kwa sababu tumeshakula mbegu badala ya kula tunda. Mithali 21:20. Mwenye hekima ana akiba ya mafuta, mpumbavu yeye amemeza kila kitu. Tumekula mbegu badala ya matunda. Mwisho wa siku, kila hatua tunajikuta tumeishiwa, hatuna kitu. Usitumie pesa usizonazo kununua vitu usivyovihitaji ili kuwavutia watu wasiokupenda wakuone na wewe angalau sasa unakuja. Huo ni ujinga wa kifedha ambao Biblia imewahi kuonya tangu zamani sana. Utajiri wa Mkristo mcha Mungu hauanzi kwa kiasi anachokipata, bali ni kwa kiasi anachokibakiza baada ya kutoa matumizi ya lazima tu. Kuridhika au contentment ni faida kubwa. Biblia imesema hivyo. Inakupa uwezo wa kusema hapana kwa vitu ambavyo anasa itakutaka uingize kule fedha zako. Badala yake, hiyo hapana inasababisha residue income, mabaki ya fedha ambayo unaweza ukayawekeza na kuletea matokeo kwenye maisha yako. Hoja ya 4 ni uvunjaji wa mnyororo wa utumwa wa mikopo. Mithali 22 mstari wa 7. Mithali 22 mstari wa 7. Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tunaishi katika kizazi cha kinaitwa instant loan generation. Ni kizazi cha mikopo ya chapchap. Application nyingi za kukopa mikopo. Watu wanakopa simu za mikononi. Watu wanakopa fedha kausha damu. Watu wanakopa vitu kwa haraka haraka ili watimize mahitaji ya haraka. Lakini Shetani anataka awafunge watoto wa Mungu katika vifungo vya madeni na mikopo ili wasiweze kuwa na ujasiri katika kuifanya kazi ya Mungu. Huwezi kuwa na maono makubwa ya kiroho ukiwa na hofu ya mdai anayekupigia simu mara kwa mara. Maono yako ya kiroho yanaafifia. Hauwezi kufanya kazi ya Mungu kwa ujasiri kama unachelewa kufika nyumbani ili ukwepe mtu anayekuja kugonga kudai deni lake. Na ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo lazima tuweke mkakati wa kuvishinda ni mtego wa madeni. Deni ni kama shimo. Unavyozidi kuchimba ili ulipe, yani unakopa ili ulipe zaidi,
ndivyo unavyozidi kuzama. Tafuta uhuru wa kifedha kwa gharama yoyote, ili uweze kuitikia sauti ya Mungu wakati wote anapokuhitaji. Kuna wakati Mungu atakutaka ufunge safari ukamtumikie katika mfumo mali fulani, mfumo tofauti. Lakini kama umefungwa na madeni, utaogopa, maana unaweza ukaondoka ukashangaa nyumba yako inauzwa, watu waweze kulipa fidia ya fedha zao. Kwa hiyo moja ya kitu cha kukwepa ni hiki kinaitwa deni. Lakini pamoja na Biblia kupiga marufuku madeni, kwenye ulimwengu wa kifedha, kwa wataalamu nje ya maandiko wanakwambia kuna aina mbili za mikopo. Kuna mkopo mbaya, bad debts, madeni mabaya, au good debts, madeni mazuri. Madeni mabaya ni yale ambayo mtu unakopa fedha ili ununue kitu kinaitwa liabilities, vitu ambavyo vinanyonya fedha zaidi. Madeni mazuri ni yale unapochukua fedha, unakopa fedha ili ukaiwekeze mahali ambapo patakuletea return au marejesho ya kifedha chanya, ambayo yana uwezo wa kusakafia hili deni na wewe kubaki na fedha zaidi kwa ajili ya maendeleo. Sasa kwa yule ambaye ataamua kukopa, bado maandiko yanasema, kitabu cha Zaburi nafikiri anasema, asiye haki hukopa wala halipi. Kwa jitahidi usikwepe. Kama umekopa, anza weka mpango kazi kwa kulipa. Fanya deni kuwa suluhisho la mwisho kabisa, kwamba hapo imeshindikana, lazima nichukue deni, mkopo, na kama nikichukua lazima nirudishe. Uhuru wa kweli ni ule ambao haumdai mtu yoyote, haudaiwi na mtu yoyote, isipokuwa deni kubwa ambalo unadaiwa kwenye maisha yako ni kupenda watu. Maandiko yanasema msidaiwe na mtu kitu chochote isipokuwa kupendana. Madeni yanaweza kusababisha usiku ukakoswa amani kabisa. Madeni yanaweza kusababisha mchana ukashindwa kutembea kwa ujasiri. Lazima muombe Mungu aingilie kati kwenye hiki kitu. Uhuru wa kifedha unakupa sauti ya mamlaka. Mtumwa ana sauti mbele ya bosi wake. Unaweza kuwa unaongea sana, akatokea mtu anakudai, taasisi inakudai, auction zimekuja pale, ujasiri wako wote unaondoka. Kwa hiyo lazima umwombe Mungu akupe neema na hekima, namna ya kukwepa mnyororo huu mbaya ambao kufunga maisha yako, unaitwa madeni. Lakini ushauri mmoja niwe kupewa na mtaalamu mmoja wa kifedha, kwamba kama umeingia kwenye janga la madeni, njia rahisi ya kuanza kutoka kwenye hilo shimo, usichimbe madeni zaidi. Anza kuishi sawasawa na kipato chako, huku ukiomba Mungu vile ambavyo umevitega kama vitega uchumi, kama tulivyosoma pointi ya juu, kwamba uweze kuwa na vyanzo mbalimbali viweze kufukia deni lako na uweze kuwa free. Tunaongea na Mkristo ambaye anatambua ana majukumu mawili, kuishi hapa duniani, lakini kumtumikia Mungu ni sehemu ya majukumu yake. Jambo la tano na la mwisho, uwekezaji kwa ajili ya urithi wa kizazi. Watu wengi fikra zao linapofika suala la fedha, wanajifikiria wao, kula na kusaza na kumaliza wao. Maandiko yanatoa ushauri kwamba tunapaswa kuwa na maono ya zaidi ya wewe na uwepo wako, hadi kizazi cha vizazi vyako. Kazi ya Mungu iendelee kuwa supported na wewe hata kama haupo duniani. Watoto wako waweze kuwa supported na mifumo ambayo umeiweka hata kama wewe haupo duniani. Mithali 13 mstari wa 22. Mtu mwema waachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba ya mwenye haki. Mtu mwema anaacha urithi. Mtu mwema anaacha mali, anaacha mitaji, anaacha uwekezaji kwa ajili ya watoto wake na watoto wa watoto wake.
Utajiri wa Kikristo sio tu wa kula na kusaza peke yako, ni wa kutengeneza mifumo itakayokilinda kizazi chako na kazi ya Mungu hata wewe usipokuwepo duniani. Hii inamaanisha kufikiri kuhusu kesho na ya elimu ya watoto wako, ya maisha ya watoto wako, na mali utakazoziacha, jinsi zitakavyochochea Injili hata ukiwa umelala mavumbini. Huo ndio utajiri wenye maana. Kama utajiri wako ukitokea umeondoka leo, ndio mambo yameishia hapo, hauna maana. Kama utajiri wako hauna nafasi yoyote katika kuchochea kazi njema ya Injili, utajiri hauna maana. Kama utajiri wako hauhusishi uwekeza katika benki ya mbinguni, hauna maana. Mungu anataka tuwe na mtazamo wa mbali. Tusiishi kwa ajili ya leo peke yake kama watu wasio na matumaini. Wekeza katika mali, tabia na elimu itakayokuwa baraka kwa miaka mingi ijayo baada ya wewe kuondoka. Kama unaomba baraka, ni ubinafsi mkubwa kuomba Mungu akupe baraka za fedha kwa ajili yako na sasa. Lakini ni neema yenye baraka nyingi sana ya mtu kuomba Bwana afungue baraka za fedha na uchumi kwa ajili ya yeye leo, kwa ajili ya kizazi chake na kwa ajili ya kizazi cha kizazi chake. Kuna familia moja iliwahi kutoa zaka ya zaidi ya bilioni za Kitanzania 200 ya Marekani baada ya kuuza share yao ya makampuni ya kwao ambayo yalitengenezwa na wazazi wao. Na hiyo share ikasababisha sio tu kwamba waliuza ikaisha wakapumzika, hiyo ni zaka bilioni, manake hujui mapato sasa hapo. Waliendelea kutoa na kutoa na kutoa, kwa sababu mtu mwema huacha urithi kwa wana wa wana. Kuulize swali, je, na wewe unataka kuona Mungu anaachilia baraka za hizi mbinu 5 kwenye maisha yako? Unasema, Mungu naomba power ya utekelezaji. Lakini kuna mwingine anasema, nilikuwa nafanya lakini nilikuwa sijafanya kwa serious. Ninamshukuru Mungu kwa somo la leo. Nataka Bwana anifanye kuwa mwekezaji, anifanye kufungua vitu mbalimbali, anifanye kupanda mbegu mbalimbali, anifanye kuwa na vyanzo ambavyo si kwa ajili ya leo tu. Hata kama nikitokea nimeondoka hapa duniani, uchumi wangu usikatike ninapoondoka. Uendelee kubariki kizazi na kizazi. Uendelee kubariki kazi ya Mungu hata kama mimi sipo. Unasema, nataka kuwa mtu wa namna hii. Nimegundua kumbe Mungu ametoa siri nzuri na mimi nazitaka. Kama unazitaka, Mungu akubariki sana. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Umesema tukukumbuke wewe Mungu ambaye unatupa nguvu ya kupata utajiri ili kuweza kuthibitisha agano lako. Na sisi tumeingia, na mtu wako ameingia agano na wewe kwa njia ya ubatizo na kwa njia ya Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wa mbinguni, unapomfungulia zile baraka katika juhudi zake za hapa na pale, unapomuingiza fahamu kubwa za kifedha na za utekelezaji na za kiperformance ya viwango vya juu, Mungu ninaomba umsaidie chochote atakachokifanya na chochote anachokifanya sasa kisiwe tu kwa ajili ya sasa, kwa ajili ya vizazi na vizazi, na kupitia baraka ambazo unaenda kuziachilia kwake. Mungu mtoto wako huyu anakwenda kwa baraka kwa yatima, baraka kwa kanisa, baraka kwa wajane, baraka kwa masikini, lakini baraka kwa waliopotea na kufungwa katika vifungo vya dhambi, baraka kwa kazi yako katika jina la Yesu. Amen.